يا إمام الرسل ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni nafsi zenu pamoja na kuhusiana nafsi yako katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ambaye amekuwezesha na kukujalia kukufikisha katika siku tukufu, si kwa ujanja wetu wala si kwa mapenzi yetu, isipokuwa na uwezo wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa neema hii na baraka hii tunatakiwa kila ambaye kwamba ni mwenye kufikiria na kukumbuka, basi tunatakiwa kushukuru neema hii, na vile vile pamoja na kutakia rehema na amani kiongozi wa umma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ambaye amefanya kazi kubwa na amefanya juhudi mpaka leo ulimwenguni kote unatajwa jina la la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Ndugu zangu Waislamu, leo tunazungumzia muhtasari maneno ambayo anayazungumza al-Imam Shafi'i. Anasema kwamba ya sahiba shay'i biltali, ewe mwenye mvi zindukana, ashay'u nadhirul fana'i, hakika mvi ni mwonyaji mwenye kumalizika ama kuondoka. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu ujiangalie kila mtu mwenyewe. Kwa hiyo huyu bwana anasema kila mtu kwamba anaona kichwa chake ina dalili ya kutoka mvi, basi asitukane kwa ajili ya kuacha maasi. Awe ni mwenye kuacha maasi, asiyafanye maasi, afuate mafundisho ya Mwenyezi Mungu, afuate mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huyu bwana anatuonya sisi ambao kwamba katika dini yetu shana mvi tuzindukane, kwamba katika mvi ashaibu nadhirul fana'i, kwamba ni mwonyaji mwenye kumalizika. Maana yake unapokuwa na ishara ya mvi, mara nyingi unaonekana umeshafanyaje, umekwisha. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo tunatakiwa tulizingatie na tumfanyie kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulizingatie kufanya mafikirio kwa ajili ya ghadhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili akatuweke katika sehemu iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu, bwana mkubwa huyu anasema khabati naru nafsi bilijtihadi, umezimika moto katika nafsi yako, yani umesimika moto katika nafsi yako kwa kule kudirika kwa kwako bilijtihadi, kushughulika na mambo ya dunia. Ndugu zangu, yani ukweli unaharika, utakuwa unajitahidi. Wanasema una ile nini, una haraka, kila jambo linapotokea unatakiwa kuendelea kwa haraka. Kila ukiamua kuna kitu kwa ule
jambo ulifanya haraka, lakini nafikia kipindi kwa umri unapofikia unaona jambo hili ile moto katika nafsi unapungua, yaani zile harakati zinapungua. Kama uliweza kuna siku ambayo unatoka kutoka mjini, lakini nafikia kipindi ndugu zangu Waislamu, ule uwezo wa kutoka mjini uwezi. Kama una uwezo wa kupigana, nguvu zinapungua. Una uwezo wa kuchukua maamuzi kwa haraka, basi pia uwezo unafanyaje? Unapungua. Haya yote anaelezwa yule mwenye nini, mwenye. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya tuchukulie na tuyafanyie kazi, kwamba katika umri tuliokuwa nao kuna baadhi ya mambo ambayo tuliyafanya wakati tukiwa vijana, sasa hivi tunaweza kuyafanya tena. Kwa hiyo wale ambao wanajua wao vijana washikamane na kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kabla hajafikia muda, hajafikia wakati ambao watakuwa kuna baadhi ya mambo wanataka kuyafanya, hawana uwezo tena wa kuyafanya. Kwa hiyo kwa hili hata tukiangalia wazee wao ambao wamezidi kiumri, kuna mambo ambayo walikuwa wakiyafanya wakati wakiwa vijana, lakini kwa sasa hivi kwa rika waliokuwa mambo yale tena hawezi kuyafanya, japokuwa nafsi zinatamani kuyafanya mambo yale, lakini kwa umri unakuwa mambo yale yanawakataa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili atuwezeshe, kama nguvu zipo za kuyafanya yale mambo ambayo ametuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuyafanya yale mambo ambayo ametutaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyafanya, basi mambo haya ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni nafsi zenu na kuhusia nafsi yako, kujitahidi sana kuyafanya na kujitahidi sana kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika mwongozo uliokuwa mzuri. Sasa hivi unaweza kukuta kuna watu wengine huko mshaenda tayari vitu vimejaa, lakini na yeye anataka afanye mambo kama vile alivyofanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kijana anayependeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni yule kijana ambaye mwenye miaka 20 lakini anajifananisha na kijana mwenye miaka mingapi? Miaka 80. Na mzee aliyechukua zaidi na Mwenyezi Mungu, yule mzee mwenye miaka 80 akajifananisha na kijana mwenye 20. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo umri ile unasema mambo haya yanatakiwa yawe ni ya vijana na mambo haya yawe ni wazee, lakini kikubwa wote tunashirikiana katika kutangaza nembo ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mzee unatakiwa utoke masia na kijana pia utoke masia, wote twende sambamba kwa kuiunga kauli ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa awla al-layl, na uingia giza usiku, il adha'at shihabuha, wakati zilipoangaza zile dini zao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hivi tunatakiwa leo tunazungumza tu maana kwamba umri umeenda. Kwa hiyo tusitukane, kuna baadhi ya mambo kuyaacha ambayo sisi hatuwezi kuyafanya, kuyaacha kwa sababu wakati wetu umeisha. Sasa hivi ni muda wa kufanya ibada, ni muda wa kushikamana na kushikamana na Mwenyezi Mungu na kushikamana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, badintofaati nafsi, na hakika imeshazimika nafsi yangu, wadhahaba quwwati, na zimeondoka nguvu zangu, wadhofati hilati, na zimedhoofika hila zangu, baada amtithali sha'ri, baada ya kuwa ya kuzitegemea nywele zangu nyeusi zimeshaondoka na kila kitu kimemalizika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa hali kama hii tunatakiwa tuyafuate maneno ya Mwenyezi Mungu na tuyafuate maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya nywele zangu mibayadhi kwa nyeupe almudhidu, wenye kuangaza, wadhahaba sawadi min rasi, na kuondoka ule weusi katika nini? Kichwa changu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa hali kama hii ni hali ambayo kwamba tunatakiwa kuzingatie, na ni hali ambayo kwamba tufanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tufanye kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukishafanya hivyo,
ndugu zangu, tutakuwa katika hali salama na tutakuwa katika sehemu inayomridhisha Mwenyezi Mungu pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sasa hivi ni hali ambayo kwamba inayotisha. Ukienda katika sehemu za starehe utakuta mtu mzima yeye tayari umri ushapita, ana miaka 80, lakini anataka binti miaka 18, anataka binti miaka 20-22, anakwambia bado unakuwa na wakati. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika hali kama hii Mwenyezi Mungu atuepushie. Na utakuta mtu tayari umri umekwisha, lakini anataka afanye mambo ya vijana, mambo ambayo kwamba yanafanya watoto yanafanya. Kwa hiyo katika hali kama hii ndugu zangu Waislamu, ndio tunakuwa yaswa hiba shaidi bidhari. Ewe mwenye mvi zindukana, ashaibu nadhiru lfanani, kwamba mvi ni mwonyaji, kwamba ushaona mvi kwamba ule safari sasa imekaribia. Japokuwa kifo hakichagui, kifo hakichagui. Mwenye mvi anaweza kabaki wapemna kuondoka, lakini mara nyingi inapotokea mvi kwamba ni ishara ya wewe kwamba maisha tayari yamejea ukingoni. Allah atuhifadhi na kila ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo anatuambia kwamba Al-Imam Shafi, dhahaba sawadu sha'ri, umeondoka weusi wa nywele zako, wajaa makanuhu sha'rul abyad, zikaja au ikaja sehemu ya nywele zako nyeupe, arba anni, kwa kule kuning'ang'ania mimi, rasba anni, kwa kule kuning'ang'ania mimi. Kwa hiyo ndugu zangu, inafikia mpaka kipindi nywele nyeupe mtu anaweka dawa nywele ziwe nyeusi, inafikia kipindi nywele nyeupe wanapofananisha na vijana. Kwa hiyo ili mradi tu nawe pia uonekane kwamba bado mambo ya kuona sawa. Katika hali kama hii muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na hali kama hii, sababu ni hali ambayo hairidhishi katika maisha, ni hali ambayo haiko sawa katika maisha. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nihusieni nafsi zenu na kuhusia nafsi yangu, tushikamane sana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tushikamane sana kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kukaa katika sehemu iliyo nzuri na sehemu ambayo ameiridhia Mwenyezi Mungu na sehemu ambayo ameiridhia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutakuhusia pamoja na kuhusia nafsi yako, angalia rika uliokuwa nalo wewe, unamtumikiaje Allah subhanahu wa ta'ala? Rika uliokuwa nalo wewe, unamtumikiaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo kila mmoja ajipe nafasi yake, aichukue nafasi yake kwa ajili ya kujenga heshima zake. Leo unaweza kufanya mambo ya ajabu, mtu mzima akaja kijana akakosea, unasema vijana siku hizi hawana adabu, vijana siku hizi hawana adabu. Lakini wewe mwenyewe ndiye ambaye inawezekana kwa kule kutokujua nafasi yako na kutokuichunga heshima yako, basi ukaja ukavunjiwa heshima, baadaye ukaona watu wameenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nikuhusieni nafsi zenu na kuhusia nafsi yangu, kila mmoja aichunge heshima yake kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, na kila mmoja aichunge heshima yake ili wale watu waliokuwa chini yako naweze kufanyaje, waweze kuchunga, na kila mmoja aichunge nafasi yake ili wale ambao kwamba wako nyuma yako waweze kuheshimu na kufanya kazi. Kwa hiyo kwa hali kama hii basi, hata wale ambao kwamba wako nyuma yetu kueleza jambo na kufanya vile vitendo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watajua vile ni kweli, bona mzee fulani hafanyisha kifai. Lakini leo tumeacha misingi, tumeacha mafundisho ya Mwenyezi Mungu, tumeacha mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu ulimwengu. Haijulikani kijana ni yupi wala haijulikani mzee ni yupi, ili mradi bora siku ziende tu, ili mradi tuyaani maisha sasa hivi yapo, ili mradi bora siku ziende. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni kuhusieni na kuhusia nafsi yangu, tumwombee Mwenyezi Mungu atuepushe katika mazoea ambayo tunayo, ili tuweze kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu na tuweze kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Leo Imam Shafi ametuhusia sisi wenyewe tutanabahi, tuzindukane kwamba hivi ni ishara ya kuwa wengi na kuonya kwamba ndugu yangu safari yako iko karibu. Kwa hiyo fanya maandalizi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya safari. Kwa hiyo ndugu zangu, japokuwa ambao hawana mvi, sio kwamba safari haiko karibu. Haijulikani safari itatokea nani. Mtu safari inampata mimba, inaharibika, mtu anazaliwa siku hiyo anakufa, na mtu anakaa siku mbili siku tatu anakufa, na wenyewe tunafanyaje? Tunabaki. Lakini kwa ishara zaidi, mara nyingi tunaamini wazee ndio wanafanyaje? Wanaokufa. Sivyo? Japokuwa hakika sio hivyo, lakini mara nyingi ni ishara hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, katika ishara hii ni kuhusiana na moja kuhusiana nafsi yangu, tujitahidi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi kufuata maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna makorokoro yote tunayofanya kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu, kuna makorokoro yote tunayofanya kwa ajili ya kuacha kuyafuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuacheni ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ili tukaweko sehemu iliyo salama na sehemu ambayo atairidhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na sehemu ambayo ameahidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kuwema atendana nao katika hali kama hiyo, pamoja na masahaba kiram ambao walikuwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa haya machache nikuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu, tushikamane sana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kuwa salama, tuweze kuwa mikono salama katika dunia, na tuweze kuwa mikono salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ambapo kwamba yauma la yanfa'u mal wala banun, siku ambapo kwamba haitofaa mali wala watoto, isipokuwa yule ambaye kwamba ameenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa mwenye kusalimika na akawa mwenye amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwatu muslimun, rajau ila Allah jami'an bi qulubikum, qulu jami'an astaghfirullah. لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصيصا منهم بالعصر العليم سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المكرم وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك وفضلك ورحمة الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا انصرنا إنك أنت خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.